Rais Profesa Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya kuwa serikali imeweka mikakati kabambe inayolenga kupunguza bei ya mafuta na kuirejesha hadi kiwango kilichokuwepo kabla ya vita kati ya Iran na Marekani. Kindiki akisema miongoni mwa mikakati hiyo ni kupunguza ushuru wa VAT kutoka 16% hadi 8%. Amewaonya Wakenya dhidi ya kuchochewa na viongozi wa kisiasa kuandaa maandamano kupinga ushuru wa mafuta. Hivi karibuni kwa sababu ya vita ambayo inaendelea kati ya Marekani na nchi ya Iran na mataifa ya huko Ghuba, Persian Gulf. Hiyo vita imeleta misukosuko ya mambo ya mabei, sana sana bei ya mafuta. Serikali ya Kenya itafanya vyovyote vile kudhibiti hiyo hali, na mimi nataka wananchi musichochewe na viongozi ambao ni matapeli na viongozi ambao hawana agenda na hawana chochote ambacho wanaweza ambia wananchi kama sera, ati muhatarishe, ati asijui muhatarishe usalama wa taifa letu, ati kwa sababu mafuta imeongezeka kwa sababu ya vita ya Marekani na nchi ya Iran. Serikali imechukua hatua tayari na itachukua hatua zingine katika siku ambazo zinakuja. Already tumeanza kuona mabadiliko kwa sababu vile mafuta ilipanda. Kitu ya kwanza rais ameamrisha siku 2 zilizopita ni kuondolewa ama kuteremushwa kwa ile ushuru ambayo tulikuwa tunaokota ya kufanya maendeleo. Tukasema maendeleo isubiri kidogo, hiyo ushuru rais akasema iteremuke kutoka 16% ikuje 8%. Rais Ruto ni fire si fire. Na bado watu wanasema hapa ngenge, bado iko hatua zingine jikoni ya kuteremusha. Ile ilikuwa imetangazwa sijui 206, sasa imefika 197. Na bado iko hatua zingine tunachukua hapa mbele, tutadhibiti hiyo bei irudi mahali ilikuwa, ndio wananchi wasiumie maneno ya uchumi.